maharibifu au mabaya yameundwa kinyume chake ama kinyume cha watu ambao Mungu ameweka miguuni mwake, yeye ni mtu ambaye hatakaa akatulie, atakuwa na kusumbuliwa. Nehemia mtu wa Mungu, wakati amesikia Yerusalemu kuta zake zilipomolewa, malango yake yameteketezwa, watu waliopaki, yani Wayahudi waliopaki huko wanaishi katika dhiki na mateso, hakutulia moyoni mwake. Biblia inasema ya kwamba hakutulia moyoni mwake. Alisumbuliwa, akaugua, kwa sababu ndugu zake, watu wa damu mmoja pamoja na yeye wako katika mateso. Tena nchi ambapo wazee wake walisikwa inakaa katika hali ambayo si hali nzuri. Yani moyo ukamsumbua. Bwana asifiwe. Mtu aliye mwenye hekima, mtu mwenye hekima akijua kuna hatari inaendelea, akijua kuna hatari inaundwa, akijua kuna mabaya yanaundwa kinyume cha watu wangu, hata tulia moyoni mwake. Kuna hatua atakayoichukua. Hatua atakayoichukua ni hii. Wacha tuone kifungu cha 24. Kifungu cha 24. Kifungu cha 24 Biblia inasema, ndiko hapo pale. Nasema akamwangukia miguuni pake, akasema, juu yangu Bwana wangu, juu yangu mimi na uwe uovu. Tafadhali mjakazi wako na anene masikioni mwako, nawe uyasikilize maneno ya mjakazi wako. Asante. Mtu mwenye hekima, mtumishi wa Mungu mwenye hekima, kiongozi mwenye hekima, ni mtu aliyejua ya kwamba baada ya uovu kuua umeundwa kinyume na watu wake, kwa sababu ya makosa yamefanyika na watu wake, kwa sababu ya maovu, kwa sababu ya dhambi yamefanyika. Kila atakachokifanya ni kwamba yeye atakubali yale machukizo, hizo dhambi watu wake wamefanya, ajitwike yeye mwenyewe. Atajitwika dhambi ambazo si zake, atajitwika mabaya ambayo si yake. Tunamuona Bwana wetu Yesu Kristo, mwanamume mwenye hekima akifanya. Wakati amesikia mwanadamu amehukumiwa maisha, na hukumu ambayo amehukumiwa ni kwamba atasulubishwa kwa mti, afe kifo cha aibu, yeye amesema uovu wa wanadamu wote wametenda na usihesabiwe juu yao. Mungu, ninaomba uovu huo uhesabiwe juu yao. Anajitwika maovu yetu, na hata ndiyo sababu leo hii tunakumbuka kusulubishwa kwake. Bwana asifiwe. Na mke wa Nabali, si yeye ndiye ametenda dhambi ama amemtenda Daudi dhambi? Si yeye ndiye amekosea Daudi? Ni Nabali ndiye mumewe ndiye amekosa, ndiye ametenda dhambi. Lakini wakati amesikia kuna hatari inaundwa kinyume cha jamii yake kwa njia ya Daudi, anakimbia mbio. Biblia imesema hivyo, anakimbia mbio, anaharakisha, anaanguka miguuni mwa Daudi na anaambia Daudi, uovu wa mtu huyo ana wangu Daudi, na uhesabiwe juu yangu. Uwe juu yangu, usihesabiwe juu yake. Mwanamume, mtu wa Mungu aliye mwenye hekima, yeye anakaa kama umbrella. Anakaa kama umbrella, anakaa kama mwavuli. Mabaya yakiundwa
kulia ama kushoto, mbele ama nyuma, ama kutoka juu, yeye anakaa kama umbrella, yeye anakaa kama hedge, yani ua. Hapendi aone mtu wa kwake ameharibika. Anasimama katika pengo kukubali ya kwamba ni yeye ametenda dhambi. Maovu hayo yatajwe juu ya mtu mwingine. Sisi wewe umefanya. Kuna siku moja mzee wake amekosana na ndugu yake. Na ulijua mzee wako ndiye alikosa. Wewe mama ulifanya nini? Uliacha tu wakapikana hata wakatumia yani zile silaha kali kama panga, ama ulisuia ukasema shemeji yangu tafadhali, najua ni mume wangu ndiye amekosa, lakini usimhesabie yeye maovu ametenda, naomba yahesabiwe juu yangu? Ama uliachilia tu wakapikana? Bwana sifiwe. Hata na mtoto wako pia kuna vile amekosa, chisikano umefanya. Umekubali yale maovu aliyoyafanya yatajwe juu yako, ama uliruhusu yatajwe kwao? Hata kama ni kuadhibiwa, wao waadhibiwe, wapikwe, wahukumiwe. Mtu wa Mungu aliye mwenye hekima atakubali makosa yasiyokuwa yake yatiwe juu yake, ili waliotenda yale maovu wakahesabiwe haki. Yesu Kristo amefanya hivyo. Tumehesabiwa haki si kwa sababu ya matendo yetu sisi wenyewe. Tumehesabiwa haki si kwa sababu sisi ni watakatifu. Tumehesabiwa haki kwa sababu kuna mmoja aliyesema uovu wao na uhesabiwe juu yangu. Na wewe kwamba ungelipenda uwe mtu wa Mungu mwenye hekima, usikubali waliowekwa chini yako maovu na uharibifu ukawafikia, wakapikwa, wakakandamizwa, wewe ukiwa umetazama. Kubali ni wewe uliyekosa, ni wewe umetenda zile dhambi, ni wewe umefanya yale machukizo yote. Watoto wako wapone, mumeo aifadhiki, mkeo aifadhiki. Kwamba wewe ni kiongozi katika idara moja ama hiyo nyingine, watu walio chini yako wamefanya machukizo, usiruhusu hasira ya Mungu ikawashukie. Wewe pale unakaa kama umbrella. Hakuna chochote Mungu atakachokifanya pasipo kupitia kwako wewe uliye mahali pale umesimama kama kiongozi. Nasema hivi ni kwa sababu kabla Mungu aende kuangamiza Sodoma na Gomora, kuna mtu mmoja aliyekuwa amejulikana na Mungu ya kwamba ni mwenye haki, mume mwenye hekima, baba yetu wa imani Ibrahimu. Akasema sitapita niende niteketeze Sodoma na Gomora pasipo kupitia mtu huyu, pasipo kupitia mtu. Nimwambie ninaenda kuteketeza Sodoma na Gomora. Na kwa sababu ya kupitia Ibrahimu baba yetu wa imani, Lutu na jamii yake walipona. Nataka nikwambie, utakaposimama katika hiyo nafasi, useme maovu hayo yahesabiwe juu yangu. Kuna nafsi 2-3 katika jamii yako, katika nyumba ya baba yako, katika idara unayosimamia na katika jumuiya unayokaa, sitakasopona kwa sababu mwanamume na mwanamke, mtu wa Mungu mwenye hekima amesimama mbele za Mungu kwa niaba ya kundi hilo lingine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Je, unanipata mtu wa Mungu?
mwanamume mwenye hekima, mwanamke mwenye hekima, mtu wa Mungu mwenye hekima. Tena tunamuona katika kifungu hiki. Dakika moja ama sekunde chache kidogo na kuambia anapatikana kifungu gani. Kifungu cha 18. Ndugu yangu Abu, karibu. Uteremuke mpaka 19. Sema Samueli wa kwanza mlango wa 25 mstari wa 18. Ndipo Abigaili akafanya haraka, akatoa mikate 200 na virimba 2 vya divai na kondoo 5 waliofanyizwa tayari na vipimo 5 vya bisi na vishanda 100 vya zabibu na mikate ya tini 200. Akavipakia vitu hivi juu ya punda. Akawaambia vijana wake, haya, tangulieni mbele yangu, angalieni mimi nawafuata. Ila hakumwambia mumewe Nabali. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba wakati mke wa Nabali, Abigaili, ameambiwa kwamba Daudi amekasirishwa na kile ambacho mumewe amekitenda na anakuja kuangamiza jamii nzima, Biblia inasema ya kwamba kwa haraka Abigaili akafanya haraka, akapika yani mbio, aende akutane pamoja na Daudi. Baada ya kujua ya kwamba mabaya yamekusudiwa, amesema na Daudi ya kwamba uovu huo utajwe kwangu, uhesabiwe kwangu. Amekimbia mbio apeleke kile ambacho Daudi alikuwa anakitaka. Haleluya. Anapeleka kile ambacho Daudi alikihitaji. Alitaka nini katika nyumba ya Nabali? Daudi alitaka chakula. Sasa hapa hivi Abigaili anapepana na chakula, anapepana na mikate, anapepana na kondoo waliotayarishwa tayari na vyakula vingine, anapelekea Daudi. Mwanamume mwenye hekima, mwanamke mwenye hekima, mtu wa Mungu mwenye hekima ni lazima asimamie jamii yake, ailishe, aitunze, ishughulikie. Bwana asifiwe. Sijui kama hivyo ndivyo tunavyofanya. Wase, Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo tunafanya ama tumetelekeza majukumu kwa kina mama? Mama msijibu. Ni nyinyi mnashughulikia kama wase, kama vichwa vya nyumba. Nyinyi ndio mnashughulikia jamii ama kama Nabali mmetelekeza majukumu kwa kina mama? Hapa hivi majukumu ya kulisha jamii ni ya mume. Yaani ni Nabali ndiye anatakiwa alishe jamii. Lakini kwa sababu ya upumbavu wake ameachia mke ashughulikie jamii kule ikunywe, hata na wageni wake. Wewe umefanyaje? Bwana asifiwe. Sijakuja kuwatenganisha wazee na wamama, lakini nimekuja kusema na wazee, hata na wewe ambaye ni mama, ya kwamba mama mwenye hekima, mzee mwenye hekima ni lazima ashughulikie jamii yake. Ujue vile jamii inavyokula, hasa wakati huu mgumu. Jueni vile jamii yako inakula. Bwana asifiwe. Hawa wazee walikuwa wananiambia juzi, wazee mnaniruhusu niwashtaki. Walikuwa wananiambia juzi ya kwamba kwa sababu ya kile tulichojifunza, ya kwamba kuanzia somo hili wafundisho hawatawahi kukubali chakula kiletwe kwenye meza zao. Chakula kile hawajui kimetoka wapi. Bwana asifiwe. Ni kweli hata mimi nimeona, ingawa kwangu mimi sijafanya, Mungu amenisaidia. Lakini nimeona kuna wazee nimewaona hata wakati huu wakati hizi miezi
wase wengi wametelekeza majukumu. Na ndio wengine wanachofanya ni walevi, ili sasa wasiwaulize. Mtu akikuja yani haielewi, sasa asiulizwe. Sasa majukumu yamerudi kwa kina mama. Kile wanachokula hata hajui kimetoka wapi, kimeletwa mezani, yeye ni kukula tu. Mama ametengeneza nywele shilingi 3,500, hata hajui hii sasa shilingi 3,500 zimetoka wapi. Yeye anaona tu mwanamke wake amerembeka. Lakini wameniambia siku hizi watakuwa wanafuatilia hizo nywele huwa mnaweka saa 2,300 huwa zinatoka wapi, kama si wao wenyewe wamepeana. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tupeane, tutunze jamii zetu. Biblia katika Waefeso 5:25 inasema, kwa jinsi hiyo Kristo Yesu alilipenda kanisa hata akajitoa nafsi yake kwa sababu yake. Wewe penda mke wako kiwango cha kutoa maisha yako kwa sababu yake. Penda jamii yako kwa sababu ya kutoa maisha yako kwa sababu ya watoto wako. Kiwango yani kwa jinsi na namna ya kuwalisha na kuwanywesha. Tulijifunza wakati tumekuwa na wazee ya kwamba tumewawekea mizigo mizito nyinyi akina mama. Mizigo mizito tumewawekea ni kwamba hata wakati watoto wako shule, hasa wale wako hata niseme tu shule, iwe ni boarding ama day school, secondary ama primary, wakati mikutano inaitwa shuleni, wamama ndio huwa wanaenda. Sasa kila siku mwalimu anajua tu mama, huyu ni mama wa Abigail, huyu ni mama wa fulani. Mzee haujulikani. Mtoto kila mara anaonanga ni mama, mtoto kila mara anaonanga ni mama. Mama ndiye analipa fees, mama ndiye wakati wa kutembelewa anamtembelea. Wacha niwaipie siri wazee wenzangu, wakati watoto watafanikiwa, hizo wakiwa wamefanikiwa, watajua ni hawa wa mama waliwasaidia. Kama utasaidika, utapata pesa zozote. Usishituke. Watakuwa wanapea mama, ndiye anakupea. Kwa sababu mtoto anajua kama kuna mzazi ananipenda ni mama, ndiye anakuwa anakuja kuniona shule, ndiye anakuja kunitembelea, ndiye anakuja kunilipia fees. Lakini hii fees hata sio akina hawa mama huwa wanatoa kila mara. Wakati mwingine ni sisi wenyewe tumeshughulika, tumetoa, tumepeana, wao wapeleke tu. Wao ni office messengers tu. Lakini sasa hata na wewe, hata kama wao ni office messengers, yani ni wasaidizi wetu, lakini siku moja, siku mbili au mara 2 mara 3 kwa mwaka, wewe pia tembelea mtoto shule, ikajulikana ya kwamba huyu ni baba wa fulani. Ili hiyo siku mtoto amefaulu, wakati amekuja na kipunda, kwanza aanzie kwa papa, kwa sababu wewe ndiye kichwa cha kanisa. Na kama kuna mtu wa kubariki, ni wewe, unafaa ubariki mtoto. Kwa hivyo waanzie kwako. Bwana Yesu asifiwe. Msashughulikia jamii yako. Yaani usichukue na mzee kwanza. Wewe mzee, mimi ni mzee wa sasa, waja niongee na wazee. Wa mama nitakuja kwenu baadaye. Wazee, wewe ukiwa kichwa cha hiyo jamii, usipeane nafasi yako kwa mama. Mama awe kichwa. Bwana asifiwe. Tulikuwa akina mama wapendwa, tulikuwa tunajifunza ya kwamba wakati utaratibu na mpangilio wa Mungu unabadilishwa, unageuzwa, mume aliyekichwa awekwe chini, awe sasa shingo, sijui na mikono na miguu. Mama awe kichwa.
makusudi ya moyo wa Mungu katika hiyo jamii hayatakuja kutokea. Kwa sababu utaratibu na mpangilio wa Mungu umebadilishwa. Sasa makusudi ya moyo wa Mungu hayatakuja kutokea. Kwa hivyo wewe mzee, wacha kutelekeza majukumu yako kwa kina mama. Shikilia nafasi yako kama kichwa cha nyumba. Kama mwenye kupeana na kutunza jamii yako. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie wazee. Msipochunga hata nyumba akina mama wataanza kupanda juu wakiekeza mabati. Kama tu wazee wataendelea hivi. Bwana asifiwe. Akina mama, hata na wewe pia shikilia nafasi yako. Biblia inasema katika Mwanzo 2:18, naamini Mwanzo 2:18 inasema ya kwamba na mtu huyu haifai akae peke yake, anamhitaji msaidizi atakayemfaa. Sasa kumbe mtu anataja ya kwamba haifai akae peke yake ni Adamu. Adamu ni mume, ndiye Mungu anamzungumzia akisema ya kwamba si vizuri akae peke yake, anahitaji msaidizi. Yaani sasa anahitaji mama, anahitaji mke. Sasa wewe mke, niko hapa hivi kukumbusha sawa sawa na neno la Mungu ya kwamba wewe katika jamii wewe ni msaidizi. Lakini je, labda niulize mmoja, ni kweli ya kwamba umekuwa msaidizi wa mumeo? Mama, angalia mama mwenzako kama umekaa karibu na yeye. Muangalie. Usimuulize, lakini moyoni mwako wewe uulize tu. Yaani wewe uulize moyoni mwako, je, umekuwa msaidizi wa mume wako kweli? Lakini usimuulize kwa maneno. Amekuwa msaidizi ama yeye ndiye amekuwa kichwa? Mwanamume mwenye hekima atashikilia nafasi yake, atakuwa kichwa, atatelekeza majukumu yake kwa mke. Na mama mwenye hekima, mke mwenye hekima, hata chukua majukumu ambayo si yake, yeye ajitwike. Yaani achifanye yeye ndiye kichwa cha nyumba. Halo. Bwana asifiwe. Wewe ni msaidizi. Lakini sasa swali linaulizwa ya kwamba kama sasa yeye hajapeana, mimi nifanyaje? Nikae tu sasa watoto wakae kwa njaa? Hajapeleka mtoto shuleni, mimi nikae tu niangalie mtoto akae na asiende shule? Bwana asifiwe. Kile ninachokisema ni kwamba mpendwa, wewe baki katika nafasi yako, baki katika eneo lako. Hiyo kazi unayofanya, labda ni kupeleka mtoto shule, basi unasaidia kukamilisha maono Mungu amepeana kwa hiyo jamii ya kuwapeleka watoto shule wasome. Lakini wewe usiwe kichwa. Yaani kila kitu wewe ndiwe msemaji wa jamii. Wewe ndiwe decision maker. Sijui wakitaka nini, wewe ndiye watasema enda uliza mama fulani. Niruhusu niseme hivi askofu. Mimi kwetu ninasaliwa na Rondo. Na ninataka nisaidie mtu hapa. Nasaliwa na Rondo, na Ronda ile ya Pungoma. Bokoli Road. Ninasaliwa hapo. Na karibu miaka 10 nimehamia huku. Miaka 8 nimehamia Malaa. And one thing I've discovered about Malaa area. Watu wa Malaa, pepa mikono. Kuna kitu nataka nikusaidie. Watu wa Malaa, Bwana asifiwe. Pepa mkono. Pepa mkono, usiweke mkono chini. Askofu, ninaomba niseme hii. Bwana asifiwe. Wakati nimekuja Malaa, kuna kitu Mungu alinisaidia nikapata kukielewa. Kitu hiki nilikielewa na ninataka nisaidia wakaaji wa Malaa. Malaa area kuna roho ambayo si ya kawaida.
Mara roho inayotawala mara imebadilisha makusudi ya moyo wa Mungu juu chini. Wanaume wamerudishwa chini, wanawake ndio wako juu. Si lakini mnipende tu. Bwana Yesu asifiwe. Nipende tu. Nipende tu. Makusudi ya Mungu yamekanusha. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Mama, baki katika nafasi yako. Mume, shikilia nafasi yako. Wakati makusudi ya moyo wa Mungu inabadilisha, wacha nikwambie. Wewe mama umechukua nafasi ya kuwa kichwa. Mume amechukua nafasi ya kuwa sasa shingo, yani msaidizi. Kile kinachofanyika ni kwamba makusudi ya moyo wa Mungu yamekanushwa, yamebadilishwa. Sasa kuna wakati inafanyika. Bwana sifiwe. Kile kinachofanyika ni kwamba kama mzee, yani kuna ndani ya moyo wa mzee, ndani ya maisha ya mzee, kuna kitu Mungu ameweka. Yeye aheshimiwe tu, awe kichwa, apeane mwelekeo. Bwana sifiwe. Na hili ninataka niombe Pastor Tom. Pastor Tom, simama. Naomba usimame. Kuna maswali kadhaa nataka nikuulize. Swali la kwanza. Jicho mwili wa mtu linapatikana wapi? Jicho. Linapatikana wapi? Kwenye kichwa. Si ndio? Umepata. Mimi walinifundisha mzee ama mtu mkubwa jibu lake huwa ni right. Swali la pili. Mapua kwenye mwili wa mtu yanapatikana wapi? Kwenye kichwa. Masikio kwenye mwili wa mtu yanapatikana wapi? Kwenye kichwa. Ulimi, the sense of taste, si ndio? Kwenye mwili wa mtu unapatikana wapi? The sense of touch kwenye mwili wa mtu pia ni kwenye kichwa inapatikana, ingawa kila sehemu ya mwili. Si ndio? Kile ninachojaribu kukisema ni kwamba mwanamume, maandiko kusema ya kwamba mwanamume ndiye kichwa cha jamii. Ana the sense of sight, ana the sense of taste, ana the sense of hearing, ana the sense of touch, ana na hiyo ingine. Hiyo ingine ni gani? Smell. Ana hizo senses zote ngapi? 5. Haleluya. Ana hizo senses ngapi? 5. Yeye kichwa. Sasa wakati kichwa chini, sensi ya kuona itaona tu hapa. Na ndio mama, ukichukua nafasi uwe kichwa, jamii hiyo huwa haiendi mahali. Ni kweli si kweli wapendwa? Jamii hiyo huwa haiendi mahali. Jamii ambayo imemfanya mama kuwa kichwa, yeye ndiye decision maker, yeye ndiye kila kitu. Hiyo jamii mara nyingi, fuatilia vizuri, utakuja kugundua ya kwamba hiyo jamii mara nyingi haiendi mahali. Mimi nikiwa baba, hata kama ni mlemavu, siombi uwe mlemavu, siombi niwe mlemavu, lakini hata niwe ni kilema. Mtoto akiwa hawa, kwanza vijana tunatahiri, wakifika umri wa kutahiri, umri wa kuingia secondary, hata na vijana wasichana pia, huwa wanataka sauti ya mwanamume. Huwa wanataka sauti ya mwanamume, mtu aliye na mamlaka. Akiongea, akikohoa, wanasema huyu mzee, huyu ni simba, usicheze na yeye. Lakini wewe mama, ati wewe ndiye unapeana mwelekeo.
utagemea nani akusikie? Utaelekeza nani akusikie achipeane kwako? Na hiyo imechangia, my observation nimekuja kugundua, imechangia maeneo ya Maraha. Watoto wengi wameshindwa, hawajashindwa kwa sababu ni wachinga, kwa sababu ni wapumbavu, kwa sababu waliachwa mikononi mwa kina mama waelekezi. Wase wakawekwa kando. Sasa mtoto akitairiwa tu, akifanya class 8 anachua pikipiki, anachua hapa Maraha kuna lori za Wakikuyu zinakuja kwenda kubeba miwa, naenda hapo. Baba akijaribu kukemea hiyo, unaambiwa wewe ni mzee. Kwanza wewe huwa uleti hapa chakula, nyamazi. Mzana nyamazi. Bwana asifiwe wa mama. Chukueni nafasi zenu katika ndoa. Wase, hata kama hauna kitu, tulikuwa tunasema jana ya kwamba wakati unaulizwa kitu na mama ama na mtoto, ya kwamba ili hiki kinahitajika, usiseme sina. Mwambie nipe dakika 30, nipe lisai moja, upite huku uende kwa jirani, uende kwa rafiki, uende kwa tuka, wewe kopa, pasipo kusema sina. Letea mama, letea mtoto, umeshughulika, umesuluhisha hiyo shida. Bwana asifiwe. Mwanamume mwenye hekima hata achilia majukumu yake kwa mtu. Mama mwenye hekima hata chukua nafasi ambayo ni ya mume. Paki katika nafasi yako. Paki katika nafasi yako. Nataka nimalize na kifungu hiki. Waefeso 5:31. Waefeso 5:31. Ndugu yangu Abu, karibu. Waefeso 5:31 inasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Kwa sababu hiyo mtu ataacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, nao hawatakuwa wawili, lakini watakuwa mwili mmoja. Bwana asifiwe. Wapendwa, tunaongelea mtu mwenye hekima. Mtu mwenye hekima sawa sawa na hicho kifungu. Biblia imesema ya kwamba ni mume, yani ni mtu anafaa atoke, aache wasasi, aache baba, aache mama, ambatane na mkewe, nao hawakuwa wawili, wanafanyika mwili mmoja. Sasa jana na chusi tukawa tunajiuliza swali hili. Wewe mama, wakati ulifika wa kuolewa, ni wewe uliacha wasasi, baba yako na mama yako, ukaambatana na mumeo mkaenda kwao? Ama ni mume aliacha baba yake na mama yake akaambatana na wewe na mkaenda kwenu? Tunaongelea mtu wa Mungu mwenye hekima. Labda ndugu Abu, rudie. Watu wanajaribu kufikiria hili nalo limekujaje. Rudia tusome vizuri. Efeso 5:31 inasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Mtu anayezungumziwa ni mume. Mtu anayezungumziwa ni mume. Ni Adamu anazungumziwa. Ni wewe na mimi waume ndio tunazungumziwa. Tunaambiwa ni sisi tunafaa na tunastahili tuache wasasi wetu, tuache baba na mama zetu, tuambatane na wake zetu, na hata tuwe mwili mmoja.
Lakini si hivyo ndivyo ambavyo imetendeka. Kwa hivyo hiki kifungu kinamaanisha nini? Hiki kifungu kinamaanisha hivi. Hiki kifungu kinamaanisha kwa sababu ni wewe mama umetoka kwenu ukaenda kwa kina ndugu, si ndio? Mimi wakati nimeoa ama wakati nilifika kuoa, nilitafuta hapa Bungoma, nikatafuta sikupata. Sasa nikiwa kibarua pale Bungoma town, nikakutana na mwanadada mmoja kutoka Uganda. Mbale amekuja kwa dada yake, na of all the people moyo wangu ukampenda, na ndiye nilimuoa, niko na yeye mpaka wa leo. Sasa yeye anatoka Uganda Mbale, nilimleta kwetu na Londo, tumekaa kwetu karibu na baba na mama miaka sijui karibu 10, zaidi miaka 10. Alafu Biblia inasema ati kwamba mimi ndiye nilifaa nitoke kwa baba na mama. Sasa yeye ametoka huko, nifanyaje? Kile Biblia inamaanisha ni kwamba kwa sababu yeye ametoka kwa wazazi wake, ametoka kwa watu wake. Haleluya. Akiwa hapa hivi hana mtu yani mtu wa jamii yake karibu na yeye. Ni kilometers na kilometers yafike kwao. Kile ambacho Biblia inamaanisha ni kwamba mimi niliye karibu na baba na mama yangu, baba na mama yangu wasasi, nimlinde mke wangu dhidi ya baba na dhidi ya mama na mashemeji zake. Sijui kama nimeeleweka. Yaani nisikubaliane na katiba ya baba na mama walioitumia kutulea sisi ifanye kazi katika ndoa yangu. Mimi niliye mpokea huyu mwanamke kwangu, nisikubaliane na katiba ya baba na mama ifanye kazi katika ndoa na jamii yangu. Nimekuwa mwanamume kivyake, waniruhusu mimi niingie katika ndoa yangu na nitengeneze jamii yangu nikitumia katiba ya kwangu nimeitengeneza na mke wangu. Hivyo ni Biblia inasema ya kwamba wewe mume utaacha wazazi, yani utaacha sheria na katiba ya kwenu, uambatane na mkeo, mutengeneze sheria za kwenu, muelekeze jamii yenu. Sasa uulize, kuna mtu amekaa karibu na mume wake kweli? Kuna mtu amekaa na mumewe karibu? Ama kuna mtu amekaa na mkewe karibu? Sasa wewe uliyekaa na wakwako karibu, muulize, yeye ameachana na wazazi wake? Ameachana na wazazi wa kwao? Bwana asifiwe. Yani tusikubali wase watuelekeze bado na tuko kwetu. Mshahara umepata, unapitia kwa baba na mama. Baba ndiye anajua, mama mzazi ndiye anajua fedha zako. Sasa huyu mke ulimleta kwa nini? Ulimuoa kwa nini? Afanye nini kwa nyumba yako? Sasa wakati unapeleka pesa zako kwa mama yako kuhesabia, mupange na yeye ni nini mtafanya. Nani ndiye msaidizi wako? Ni mke wako ama mama yako? Bwana asifiwe. Halo, Bwana asifiwe. Fiwe. Wase tukubali tuondoke. Bwana asifiwe wase. Si tulikubaliana hivyo? Tulikubaliana, hawa wase walikubali, wakasema watatoka.
wale wamekuwa bado wanapitia kwa mama, wanafanya mipango na mama, wanakaa mpaka mimi ni huku kwetu nilikuwa na jamii ambayo kuna ndugu rika yangu alikuwa anakaa na mama yake mpaka saa 5 saa 6 usiku, mpaka hiyo ndoa ilikuja kuvunjika. Saa 5 na usiku na mama yako, na kwanza baba alikufa, mnafanya nini? Mnaongeanga nini? Kama ni kuongea na mke wako mkipangia vile jamii itakuwa, ama mnaongea na mama yako? Wazee mko hapa, vijana wa fulana mko hapa, hiyo toka kwa msasi wako, unganika na mumeo, panga mambo yenu na mke wako, mkuze jamii yenu vile Mungu atakavyowaelekeza. Wamama wapendwa mupo, Bwana asifiwe. Na nyinyi wamama wapendwa, mruhusu watoto wenu waende waunganike na wake zao, waje kuwakatalia hadi wewe unapataka pesa ngapi? Kwanza huyu mke wako vile ninajua hajui kupangia, kuja tuone vile tutapangia. Wewe uko na ndoa yako, wewe uko na mume wako, panga na mume wako, waachana na mke wa mwenyewe. Wao waende wakae wapange mambo yao, wajue jinsi watakavyoelekeza jamii. Hata na baba pia, hadi hizi pesa umepata unataka kununua nini? Mimi ninajua huyu pindi yangu hajui kupangia, waja nikwambie, labda umsaidie tu kabla hajaoa, lakini baada ya kuoa mruhusu yeye afanyaje, wapange pamoja, waja kuwapangia. Hiki fungu kwa sababu ya kutokielewa kimechangia sana ndoa nyingi za vijana kuvunjika. Unakatalia majukumu ambayo sio yako. Bwana akusaidie leo. Uwe mwanamume mwenye hekima, uwe baba mwenye hekima, uwe mke na mama mwenye hekima. Wakati mtoto wako ameoa ama ameolewa, achilia waende watengeneze mambo yao. Labda niingilie tu kati wakati ninahitajika kabisa niingilie kati. Lakini kama wamekaa tu kwa amani, kwa nini niende pale kuifuruka? Kama jana nilikuwa naambia hawa wazee, chuti tu wiki hili kuna mambo nimekuwa nashughulikia. Kuna pindi anasema mama mkwe anakujanga tu mpaka kwa bedroom yangu. Mimi nimekuwa kwenye ndoa miaka 3 miaka 5, na mama mkwe anakujanga tu kwa bedroom yangu, hana heshima. Wewe mama utafanyaje? Hiyo ndoa ilikuwa karibu inavunjika. Hawa wamama huwa wanataka privacy, wewe unaenda mpaka bedroom ya wenyewe kufanya nini? Bwana asifiwe. Waefeso 5:15 na ninamaliza 15 na 16. Ndugu Abu 5:15-16. Waefeso 5:15-16 nasema, basi angalieni sasa jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Hallelujah. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Angalieni vile mnavyoishi. Tumishi wa Mungu katika afisi zote zile tumewekwa, angalieni vile mnavyojielekeza na kwenda. Angalieni vile mnavyolitunza kundi la Mungu. Mungu ametia mikononi mwenu. Wandugu wapendwa, kama wababa, kama waume, kama wazee kwenye jamii zetu, angalieni vile mnavyoishi, kama vile mnavyojielekeza. Msijielekeze kama vile ulimwengu unavyojielekeza. Msijielekeze kama vile mataifa wanavyojielekeza. Jielekezeni kama wazee walio na hekima, kama wamama walio na hekima. Maana nyakati tunazoishi Biblia imesema ni nyakati za uovu.
nalichukulia shetani amepandisha kiwango, ameinua kiwango cha kufanya kazi, cha kupikana na kanisa. Tusipokuwa na hekima, tutachikuta tumeshindwa, tutachikuta tumerutishwa nyuma, tutachikuta tumeangushwa chini, tutachikuta tumeibiwa na kupokonywa. Kwa hivyo Paulo anaambia kanisa la Waefeso ya kwamba angalieni ya kwamba mnaenenda kama watu wenye hekima na wala sio wapumbavu. Wacha watu wa mataifa, yani ulimwengu unapotutazama, ukuone ya kwamba kwa uhakika baada ya huyu mtu kukutana na Kristo, baada ya huyu mama, baada ya huyu ndugu, baada ya huyu kijana kukutana na Kristo, yeye amekuwa ni mtu mwenye hekima sana, si mpumbavu kama vile alivyokuwa kabla ya kuokoka. Nyakati tunazoishi ni mbaya. Utakuwa ni mpumbavu wakati kama huu, wakati wa kupanda na kupalilia. Wewe ndio unaanza labda kuangalia mbegu na mbolea, wakati wengine wanapalilia, wewe ndio unaangalia mbolea, unaangalia vile utalima, unaangalia vile utapanda. Nyakati tunazosiishi ni mbovu. Mungu atusaidie kwamba kwa neno hili roho ya upumbavu haitanena ndani yako, haitakutawala, haitatutawala. Leo hii tuende kuomba ya kwamba roho hii haitatachwa kwetu. Tukumbatie roho wa hekima, roho wa maarifa, roho wa ufahamu. Biblia inasema roho wa Mungu ni roho wa hekima, ni roho wa ufahamu, ni roho wa maarifa. Naomba tusimame kwa miguu yetu, na tutakapokuwa tunasimama, nataka nimlete dada yetu Rebeka, sijui kama ninasema kweli, utuelekeze kwa dakika 2 ama 3. Wimbo ule umetuimbia ya kwamba sisi ni utongo. Tuimbe tumwambie Mungu sisi ni utongo, atufinyange. Wakati mtu wa Mungu atakuwa anatuelekeza, tukiimba ule wimbo kwa dakika 2 ama 3, naomba ujiangalie sawa na neno limepita kati yetu. Je, wewe ni mwenye hekima ama ni mpumbavu? Kama ni mpumbavu, chipeane, chiruhusu mikononi mwa Bwana Mungu wetu. Yeye ndiye mfinyanzi. Leo hii atufinyange, atuondolee hizo roho za upumbavu, atie ndani mwetu roho wa ufahamu, roho wa hekima, roho wa maarifa, Roho Mtakatifu wa Mungu. Kama roho wa Mungu ndani mwetu amesushwa chini, ametoofishwa, ametulia ndani mwetu, tuambie Mungu aende kumtia nguvu, amuuishe ndani mwetu. Roho wa Mungu atiwe nguvu tena, amuke ndani yetu, atuelekeze, atufundishe, atutawale. Hallelujah. Father, let your will be done. Let your will be done. I am just a piece of clay, created and you are the potter, Redeemer. Let your will be done. Let your will be done. I am just a piece of clay, and you are the potter. Father, let your will be done. Let your will be done. Let your will be done. I am just a piece of clay, and
Jesus, let your will, Let your will be done. let your will be done. Let your will be done. I am just a piece of clay, and you are the potter. Jesus, let your will, Let your will be done. let your will be done. Let your will be done. I am just a piece of clay, And you are the potter. Father, let your will be done. Let your will be done. I am just a piece of clay, and you are the potter. Jesus, let your will be done. Let your will be done. Let your will be done. I am just a piece of clay. Yeah, Jesus. And you are the You say, let your will be done. Let your will be Let your will be done Let your will be done. in our lives, in our lives. Oh, And you are the Jesus, let your will be done. 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 I am just a piece of clay, and you are the potter. Jesus, let your will be done. Mungu Baba yetu, katika jina la Yesu, ni kweli na maneno ya wimbo tumeimba, tumeusana. Wewe u mfinyanzi kwetu, ndiwe uliyetufinyanga hata ukatumba katika sura na katika mfano ulio kama wako. Bwana, sisi ni utongo mikononi mwako, kama vile ulivyonena pamoja na Yeremia ya kwamba kama vile utongo ulivyo mikononi mwa mfinyanzi, ndivyo nyumba ya Israeli ilivyo mikononi mwako. Ieleweke na wewe leo hii, Mungu wetu, ya kwamba jinsi utongo ulivyo mikononi mwa mfinyanzi, ndivyo kama kanisa lako tulivyo mikononi mwako. Unaweza, una mamlaka ya kutuumba upya. Unaweza na mamlaka ya kutufinyanga tena. Naliinua kanisa lako mikononi mwako, sawa sawa na neno umelituma. Wewe Mungu unajua ni mahali gani katika maisha yetu, ni eneo gani katika maisha yetu Bwana tumekuwa na hata kuharibika, tumekuwa na kupomolewa. Na sasa sawa sawa na kule kuharibika ambako kuko katika maisha yetu, nasi ni watumishi wako Baba. Leo hii naruhusu kanisa lako mikononi mwako na kuomba ya kwamba tufinyange. Na inua maisha ya watakatifu hawa mikononi mwako, maisha yao ya rohoni, mahali tumekuwa na kuharibika. Baba, ninaomba ukanyoshe mkono wako, naomba ukawafinyange, naomba ukawafinyange, ukawatengeneze katika vyombo, ukawatengeneze katika watumishi wa Mungu waliotokana na moyo wa Mungu, watumishi wa Mungu watakaopepa utukufu wa Mungu katika kizazi hiki, watumishi wa Mungu waliotakasika, wametengwa na kuwekwa kando, watakaopatilisha ulimwengu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Hata kwa sababu ya maisha yetu ya kiafya, maisha yetu ya ndoa na jamii, maisha yetu ya kiuchumi na kifedha, mahali pale tumekuwa na kuharibika, natangaza kubadilishwa, natangaza kurekebishwa, natangaza kuumbwa upya, natangaza kufinywanga tena katika jina la Yesu Kristo. Roho wa upumbavu ambaye kwa njia moja ama nyingine ametukalia nasi ni watumishi wa Mungu, kwa mamlaka na uwezo nilionayo, ninakemea ewe roho, ninakukemea ewe roho, na sawa na neno la Mungu, neno la Mungu katika
hata Mathayo 12:29, ninakushika mateka, ninakushika mateka ewe roho wa upumbavu katika maisha yetu, katika mioyo zetu, katika njia na mienendo zetu. Tunakushika mateka sasa, tunakufunga sasa, tunakutofia katika jina la Yesu Kristo, sawa na neno la Mungu katika na hata Mathayo 13:13. Leo hii tunakushika mateka na tunakung'oa kutoka ndani yetu, tukitangaza hauna sehemu tena, hauna mamlaka tena katika jina la Yesu. Jehova Mungu, ninaachilia sasa roho wa hekima ndani ya watu wako, roho wa hekima na kuachilia sasa ndani ya watu, na achilia roho wa Bwana, Roho Mtakatifu wa Mungu, roho wa hekima, roho wa maarifa, roho wa ufahamu, na mwachilia ndani yao sasa. Na sasa ninatangaza, hatutembei wala kujielekeza kama watumishi wa Mungu walio wapumbavu, lakini tunajielekeza na kuenenda kama watumishi wa Mungu walio na hekima, tukikomboa wakati wetu katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru. Roho Mtakatifu njoo, Roho Mtakatifu wa Mungu njoo, Roho Mtakatifu wa Mungu njoo, Roho Mtakatifu wa Mungu njoo. Utumia kanisa la Bwana sasa, utumia kanisa la Bwana sasa. Gusa maisha ya kila mmoja, gusa maisha ya kila mmoja. Utumia kila mmoja, utumia kila mmoja katika jina la Yesu. Natangaza mageuzi, natangaza mabadiliko ndani ya kila mmoja katika jina la Yesu Kristo. Nikitenganisha kanisa lako na roho wa upumbavu, nikitenganisha viongozi wa kanisa lako na roho huyu wa upumbavu, nikitenganisha hawa wa wanaume, nikiwatenganisha hawa wa mama, nikitenganisha vijana na hata watoto wameinuliwa kutoka katika madhabahu haya na roho huyu wa upumbavu, nikitangaza hata nena ndani yao tangia sasa katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante. Ninakushukuru Bwana, maana unatuhudumia. Baba, ninakushukuru kwa sababu unatuhudumia. Ninakushukuru kwa sababu unatuhudumia. Utukuzwe na uheshimiwe, maana umetekeleza makusudi ya moyo wako. Nabariki kanisa lako, natangaza libarikiwe. Nabariki kanisa lako, natangaza lipandishwe juu. Nabariki kanisa lako, natangaza libarikiwe, ikubariki, ipandishwe juu kwa utukufu wa jina lako. Kwa Yesu Kristo tunashukuru. Amen. 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 Asante na washukuru kwa sababu ya hiyo nafasi. Bwana Mungu awabariki.